Sky TV. Kutangazia moja kwa moja kutoka Majengo jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Kwanza tupate muhtasari wake. Serikali yaendelea kuboresha miundombinu ya barabara. Na kimataifa, Somalia yapata utambuzi wa kihistoria kutoka Israeli. Na katika michezo, Taifa Stars dimbani usiku huu kuivaa Uganda kunako michuano ya AFCON. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV inayopatikana katika kingamuzi cha Azam Media Other Channel namba 22 pamoja na Zanzibar Cable TV channel namba 14. Mimi ni Mindi Joseph na kukaribisha katika saa moja ya habari. Wananchi wa kata ya Sange wilaya ya Ileje mkoani Songwe wameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kutekeleza miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya barabara wilayani humo, hususan ujenzi wa daraja, huku wakiomba miradi hiyo ikamilike kwa wakati uliopangwa ili kuleta manufaa yaliyokusudiwa. John Kiango na taarifa zaidi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema kukamilika kwa miradi hiyo kutarahisisha usafiri na usafirishaji wa mazao pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika eneo hilo. Changamoto mwanzoni ilikuwa tu ni tuseme tu kwamba miundombinu, kwa mfano kama ya tope, kwa maana wakati lipo ilikuwa ni dogo pia, alafu pia lilikuwa na uwezekano wa kwamba magari mawili yakapishana, na pia ilikuwa na kona ambayo ilikuwa ni hatari hata kwa jamii yetu, ambayo ilikuwa kwa barabara yetu kiangalia hata juu ya kwanza tuseme upande wa barabara ilikuwa ni daraja ilikuwa ni ndogo, na pili kwa kwenye kona, na mji ulikuwa ni mdogo kwa maana watu walikuwa wanaguzia barabarani. Lakini baada ya utanuzi huu imewepa wananchi wetu nafasi, wafanya biashara nafasi, hapo pia itakuwa ni kivutio kwa ujumla, kwa maana kata ya Rubanda, Nguluguru, kwa maana inakuwa tayari na muonekano jinsi ya maana kama sasa hivi kipindi cha mvua hapa tunashinda hata kupakia abiria tunashusha. Huwezi kupanda na mzigo mpaka ubebe kichwani ufike mpaka kuelekea KK. Kwa hiyo tunaomba kama kwa mkandarasi wetu huyo atuweze kutusaidia hiyo changamoto iweze kutatuliwa. Hapo tunaweza kufaidisha hata kiuchumi, biashara zingine kuendelea, hata kama walimaji wa iliki, magari yanaweza kaja kubeba, hata tukilima mashambani huko ndizi, kahawa, inaweza kutusaidia pia kuja kubeba tukauza tukainuka kiuchumi. Watu walikuwa wanaangukia mtoni, hilo la zamani. Naomba tu daraja liendelee kujengwa, liishe ili tuwe tunapita salama, kwa sababu magari yanashindwa kufika kwa ajili ya kuchukua mbao, kuchukua malighafi nyingi za kutosha ambazo zinapatikana katika kata ya Sange na kata za Nguruguru ukienda mpaka Kafule. Na pia kingine ndugu yangu nachoomba ni kwamba hii barabara waweze kuimarisha kiuwezo na kiukubwa zaidi, kwa sababu hii barabara ndio inaunganisha wilaya ya Rungwe na wilaya ya Ileje, na pia inaunganisha mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya. Kwa ndugu yangu, nadhani ikishakamilika hii barabara itakuwa ni sehemu ya kitega uchumi ambayo iko makini na iko vizuri, na wanufaika wakubwa ni sisi wananchi. Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema serikali inafuatilia kwa karibu utekelezwaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha inakamilika kwa ubora na kwa wakati uliopangwa, sambamba na kutoa maagizo kwa TANROADS mkoa wa Songwe. Kwa hiyo kwenye miradi hapa na changamoto ya fedha. Kwa hiyo moja ni wahimize wakandarasi kuhakikisha kwamba wanakamilisha ndani ya muda. Ni kweli kumekuwa na changamoto ya hapa na pale kwenye uagizaji wa vifaa, nafahamu na kwa sababu nafuatilia, lakini TANROADS mjiridhishe kama kinachosemwa ndicho. Na tunaweza kaambiwa vinakuja lakini kumbe bado sana. Na ni eneo ambalo lina mvua nyingi sana, na barabara zetu kwa sababu ya ardhi na misitu haikauki.
haraka. Kwa hiyo mhakikishe kwamba maji mnatengenezea na vifusi mnavyoweka vile ni vifusi ambavyo haviwezi kuteleza. Hii njia ikishafunga inaweza kukata siku 3 hakuna gari. Lakini swala la 3, katika kupita hii barabara imeshainuka sana. Nyumba za wananchi, milango ya wananchi iko chini. TANROADS pamoja na mkandarasi muangalie uwezekano wa kuhakikisha kwamba mnatengeneza mifereji ambayo ina uwezo wa kuchukua maji na kuleta huku ili maji haya yasiweze kuingia kwenye nyumba za watu. Iko kwenye Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wafanyabiashara wanaojishughulisha na ununuzi na uuzaji wa bidhaa za plastiki mkoani Dodoma wameeleza changamoto zinazowakabili hususan gharama kubwa za usafirishaji wa bidhaa kutoka mikoa mingine. Sofia Daudi na taarifa kamili. Mke huyo ambaye ndiye anayesimamia ununuzi wa plastic ameelezea jinsi alivyokuwa anaanza biashara yake na changamoto alizokabiliana nazo. Amesisitiza kwamba uwepo wa viwanda vya kuchakata plastic karibu na wajasiriamali utapunguza gharama za usafirishaji na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa sokoni. Ndivyo nilivyozoeleka. Naishi Chang'ombe Extension Dodoma hii, lakini kazi zangu na biashara zangu ziko hapa. Hii ni kata ya Majengo, lakini wengine wanasema Hazina, nadhani kwa sababu tu ya kupakana na Hazina. Na biashara hii ilianza kama utani tu, kwa sababu mwanzo watu pia walikuwa wanakuchukulia kama umepoteza akili. Wanavyoona unakusanya matakataka, wao walikuwa wanasema ni takataka. Lakini kwa sababu ni fursa nzuri ambao niliamua kuitumia, niliondokana na dhana hizo za kwamba hizi ni takataka na nikachukulia ni kama biashara nyingine. Mwanzo wake ilikuwa ni mgumu sana, kwa sababu ilikuwa si rahisi ya watu ambao unaona kabisa wako timamu wa akili waokote mabarabarani vitu kama hivyo. Mfano machupa, maplastiki ambao tayari ni chakavu, ama lailoni barabarani, ama mifuko chakavu, viroba vya simenti, zote hizo ni biashara. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ni ngumu mtu kukuelewa unafanya nini, au mtu mwingine kuokota barabarani akijua hii inaenda kunipatia fedha. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sasa naona watu wameshafahamu kama ni fursa na ni biashara kama biashara nyingine. Wito umekuwa ni mkubwa na biashara kama unavyoiona inavyoendelea. Watu wanaokota na watu wanaleta na biashara inaendelea kwa ujumla. Naisimamia biashara yangu vizuri kwa sababu natimiza wajibu wangu kwa kujua hii ni biashara namna gani niweze kuisimamia. Kwa hiyo nimesimama imara kuisimamia, na changamoto zipo, si kwamba labda changamoto hakuna. Changamoto zipo kwa sababu ni wengi wanafanya biashara hii ya kukuletea, lakini wengi wao ni walioathirika, wengine na madawa ya kulevya, lakini wengine pia ambao hawana utimamu mzuri sana wa akili, na wapo walio na utimamu wa akili, lakini grupu kubwa sana ni watu ambao wengi wameathirika na changamoto zao. Kama unavyojua, mtu anaweza akakuletea mzigo, akakuwekea mawe kama hautakuwa makini kuangalia, lakini mtu mwingine anaweza akakuletea mzigo, akakuletea fujo kulingana na akili yake ilivyo. Kwa hiyo unaweza kuzikabili kulingana na tayari nimeshajua na ufanya nao biashara ni watu wa aina gani. Viwanda vingi Tanzania vinamilikiwa na watu wageni. Kuna haja na tija ya serikali kuweza kutengeneza viwanda vyao badala ya watu kuwategemea watu wengine, mfano wa nchi za nje. Kuna haja ya serikali kuanzisha viwanda vyao ili hizi malighafi zisisafiri. Wafanyakazi wa biashara hiyo wamesema kuwa faida wanayoipata inawawezesha kuendesha maisha yao ya kila siku. Pia wamesema uwepo wa viwanda Dodoma utarahisisha biashara na kupunguza gharama, jambo ambalo lingesaidia wajasiriamali wengi nchini. Biashara kununua chupa, plastiki, tairi, nailoni, roba na maboksi. Changamoto zipo ikiwemo ni
uhafifu wa malighafi ndani, unakuta mali zinakuwa zimeisha. Kwa kiwandani kule unakuwa mizigo hamna hivi. Kukosa malighafi za kupeleka kiwandani ili kupata chakata nini. Kiukweli imenisaidia kwani nakidhi haja zangu ndogo ambazo napata shida nazo, na imenisaidia pia napata vitu mbalimbali ambavyo nataka. Nilikuwa naomba serikali itusogezee viwanda karibu zaidi ili tupate unafuu wa kupeleka bidhaa hizi kiwandani. Kwani umbali wa viwanda vilipo kutoa mzigo hapa na kufikisha kiwandani ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo inakuta ina cost katika kusafirisha pale. Inabidi ulipe hela ya gari. Bado ukifika kule tena utakutana na changamoto zingine, wanakuambia kwamba kama umepeleka box wanakuambia box mbichi. Kwa kweli hii kazi mimi nasema ukweli wangu imenisaidia sana. Nimeanza kufanya hii kazi 2015 mpaka sasa hivi 2025, na nimeshawahi kubahatika kwangu nimenunua kiwanja na nimejenga vyumba vyangu hivi. Namshukuru Mungu kwa kweli. Bosi wangu ndio hapa Hadija, ndio anafanya kazi kwake. Maisha ni mazuri sababu mimi nimeona ni mama, siwezi kukaa chini nikasubiri wanangu anipe 200. Sawa nitawasumbua bure. Na kila siku kuomba hela kwa mtoto sio vizuri, na nguvu zangu naweza kufanya kazi. Nikaona bora nifanye kazi yangu hii ya maboksi na chupa na iloni, miloba, ndio zinazonisaidia mimi mama yenu. Namshukuru Mungu. Ila tunaomba Samia atuonee huruma, atuletee kiwanda ingalau kitu tunatusindikia karibu, kuliko kubeba mzigo kupeleka Dar es Salaam ni mbali nauli. Mimi ndio hayo tu hapo. Nashukuru. Kutoka Dodoma, Sofia Daudi, Sky TV. Asante Sofia Daudi kwa ndani wa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Mwili wa kijana aliyetambulika kwa jina la Hamisi Ramadhani mwenye umri wa miaka 18, dereva wa pikipiki mkazi wa kata Isevya manispaa ya Tabora mkoani Tabora, amekutwa ameuawa kando ya barabara kwenye mfereji wa maji katika kata ya Malolo, huku pikipiki yake ikidaiwa kuporwa. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya mashuhuda akiwemo Rameki Nyangenge, Osama Rashid na Jacqueline Abraham wamesema kuwa wakiwa katika shughuli zao za kila siku walikuta mwili huo kwenye mfereji wa maji, ndipo walipoanza kuzitafuta mamlaka husika ikiwemo jeshi la polisi kwa ajili ya kuopoa mwili huo. Nimetoka asubuhi na kwenda kupasulia maji hapo, yalikuwa mengi. Natoka hivi. Kuna mama mmoja kana natoka hivi anapandisha hivi. Ndio akaanza kuniita, "Baba, njoo. Kuna mtu hapa." Nenda kuangalia na mtu amelala kwenye msingi. Hapo sijahisi kitu chochote kwa sababu nimeona kuna gloves ziko pale. Sasa sijui kama ilikuwa ni kushani au nini, kwamba waenda walikuwa wamevaa gloves. Ina maana baada ya kumaliza tukio wakavua wakaondoka. Hapo ndio haijulikani sasa. Mmemkutana gloves? Gloves zilikuwa hapo, ziko chini. Baada ya kusikia tukio hili tulisogea eneo husika, lakini tulichokiona ndicho kama hicho kilichotoka wakati tumesubiri polisi kuja kumtoa, kwa sababu alikuwa amelala chini ya maji. Kwa ule uso hatukuweza kutambua kabisa, kiasi ambacho sisi kama bodaboda tulifikiri kwamba inawezekana akawa ni ndugu yetu, rafiki yetu, mdogo wetu, lakini pia atakuwa mkubwa wetu. Lakini kwa muonekano mimi niliouona pale, dogo alivyotolewa pale na polisi, kiukweli nilichokiona, kwanza sijamtambua. Kwa pale nimeona vitu viwili. Kulikuwa na kamba ambayo iko kwenye kichwa chake, lakini pia kulikuwa na begi ambalo ni dogo lenye kamba vile. Kwa hiyo kiharaka siwezi kutambua kwamba alinyongwa aidha alipigwa. Sisi tumehamishwa na jirani kuja kuangalia mtu amekufa. Watu walikuja tunakuta kweli amekufa, amelemesha kichwa. Lakini bahati nzuri mimi akapiga simu polisi, tukampigia simu mwenyekiti, na baadhi ya watu wakawa naomba waje fanya nini kumgeuza, tukazuia kwa sababu kulikuwa kuna alama chini za kama kulikuwa na dalili ya mvutano. Tukaangalia ile alama, kulikuwa na gloves, viatu viko tofauti.
Sasa tukajaribu kuzuia watu wasikanyage zile alama zikapotea, polisi wakija wapate ushahidi kamili, lakini dakika mwishoni ilishindikanika. Ila kwa watu wanavyosema ni kijana si wa ng'ambo. Sasa si hatumfahamu. Kwa kweli tuliogopa. Kwa mimi taarifa mwanzo nilizozipokea, kijana wangu aliniambia kuna mtu kafa hapo nje getini kwangu. Kwa nikashtuka. Nikakimbia mbio. Kwa nilipofika hapa nikakuta sio eneo langu. Bodaboda alikuwa amechukua mteja, amekuja maeneo haya, amefika. Baada ya kufika hayo maeneo hapo, nafikiri abiria aliyokuwa amembeba alikuwa ni mhalifu. Kwa baada ya kufika hayo maeneo hapo, nafikiri akamniga. Baada ya kumniga ndo akawa amechukua pikipiki. Yeye bodaboda tunamfahamu. Ni bodaboda mwenzetu, maana tunamfahamu kwamba mtu ambaye tunafanya naye kazi na nyeje. Kwa maeneo haya hilo tukio si hajawahi kutokea. Kwa hiyo yani tumekuwa na hofu sana kwa sababu ndio mara ya kwanza tunaona tukio la namna hiyo maeneo haya. Imeripotiwa taarifa ya kifo cha Mashaka ambapo kijana mmoja aliyetambulika kwa majina ya Hamisi Ramadhani Juma, huyu ana umri wa miaka 18, Msukuma, Muislamu. Shughuli yake ni dereva wa bodaboda na mkazi wa maeneo ya Isevia. Mwili wake uligundulika kando ya barabara kwenye eneo moja lililoko katika mtaa wa Malolo, kata ya Malolo, katika manispaa ya Tabora, ambapo aligundulika akiwa amefariki na pikipiki yake bado haijapatikana, na mwili wake haukuwa na majeraha yoyote isipokuwa alionekana kuwa amekunywa maji mengi, na eneo hilo ni eneo ambalo lilikuwa na maji mengi kufuatia mvua kubwa ambayo ilinyesha. Kwa hiyo kwa kuwa pikipiki yake haijapatikana, tunaendelea na uchunguzi ambapo tunategemea kesho uchunguzi wa kisayansi utafanyika postmortem ili kuweza kubaini chanzo halisi cha kifo ni kitu gani. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya aongoza operesheni maalum ya usalama barabarani Igawa. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga ameongoza operesheni maalum ya kuzuia na kudhibiti makosa ya usalama barabarani katika kizuizi cha polisi kilichopo eneo la Igawa mpakani mwa mkoa wa Mbeya na Njombe. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza mara baada ya operesheni hiyo, Kamanda Kuzaga ameeleza lengo la kufanya ukaguzi huo ni kuzuia makosa ya usalama barabarani yanayofanywa na madereva pamoja na kuangalia usafirishaji wa bidhaa haramu. Leo tuko eneo hili la Igawa, sehemu ya mpakani ya checkpoint ya polisi ya mpakani kati ya mpaka wa mkoa wa Mbeya na mkoa wa Njombe. Lengo kubwa la kukaa hapa ni kuhakikisha kwamba tunafanya ukaguzi wa magari yote yanayopita katika eneo hili, yanayoingia na yanayotoka katika mkoa wetu wa Mbeya. Nia kubwa ya kufanya hivi ni kuhakikisha kwamba leo siku hii ya sikukuu, wapo baadhi ya madereva ambao wanaweza wakakengeuka alafu wakatuletea ajali zisizokuwa za lazima kutokana tu na uzembe wao. Ndio maana tukasema sisi tutakuwa tunahama kila barabara kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa salama. Tuko na RTO, lakini tuko na watumishi wengine wa idara nyingine kama vile LATRA ambao nao wanasaidia kuangalia wale ambao wanasafirisha abiria kwenye magari bila kulipa wanalipa nauli lakini hawapewi. Kwa upande wake, meneja wa LATRA mkoa wa Mbeya, Mhandisi Shabani Mdende, amesema kuwa wataendelea kufanya ukaguzi ili kubaini makosa mbalimbali ya usalama barabarani na madereva wanaokiuka leseni za usafirishaji ikiwemo kuzidisha abiria. Sisi tumeamua kufanya ukaguzi wa pamoja ili kubaini makosa mbalimbali ya usalama barabarani, lakini pia kwa wasafirishaji ambao wanakiuka masharti ya leseni za usafirishaji. Sisi kama LATRA tunatoa leseni za usafirishaji ambazo zinakuwa na masharti mbalimbali. Moja ya maeneo ambayo tunaangazia ni zoezi zima la au ni hali ya kutokuzidisha abiria. Tunakagua kama magari yanazidisha abiria, hasa kipindi cha sikukuu. Tunajua kuna wasafirishaji ambao huwa wanazidisha abiria, jambo ambalo linahatarisha maisha ya abiria. Kwa jumla zoezi letu ni zuri na linalenga kuhakikisha kwamba abiria wanaosafiri katika kipindi cha sikukuu wanasafiri katika mazingira salama, hawatazidishiwa nauli, lakini vile vile
kutoa elimu pia kwa abiria kujua haki zao wanapokuwa wanasafiri na vyombo hivyo, ikiwa ni pamoja na kupewa tiketi na kutozwa nauli ambayo ni elekezi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa undani wa taarifa hiyo. Wakazi wa kijiji cha Nindi, halmashauri ya wilaya ya Lundewe mkoani Njombe wamekubaliana kuchangisha fedha kiasi cha shilingi milioni 25 kwa lengo la kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika kijiji hicho. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho akiwemo Prosper Nkinga na Otilie Goele wamesema kuwa uamuzi huo umetokana na ukosefu mkubwa wa maji unaowakabili kwa muda mrefu. Naitwa Prosper Laurent Nkinga, ni katibu wa Nindi Family. Yote haya tunayafanya, lengo kubwa ni kuibua mradi ambao tayari tulishakaa kwenye serikali ya kijiji kikao, tukakaa na mkutano wa hadhara na wananchi, sisi kama wadau pamoja na serikali, tukakubaliana kwa pamoja kwamba tunaenda kuboresha miundombinu yetu ya maji ambayo kwa kiasi fulani ni changamoto. Tuna vitongoji ambavyo havina maji kabisa, lakini miundombinu ambayo tunayo ya maji ni chakavu ya muda mrefu. Kwa hiyo sisi wanakijiji wote tumeazimia kwa pamoja kwamba tunaenda kuiboresha miundombinu ya maji. Bajeti ya mradi mzima inaenda kama makisio kama milioni 25 kulingana na mtaalamu. Sasa tumegawa hiyo fedha kwamba wananchi na serikali ya kijiji wao kwa kupitia mchango wa mtu mmoja mmoja watachangisha milioni 10, lakini milioni 15 inayobaki itapambaniwa na wadau ambao ndio sisi hapa Nindi Family, lakini na wadau wengine, ofisi ya mbunge, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi na ofisi nyingine za wadau ambao wanaweza wakatunga mkono pia. Adha ya maji hapa kijijini kweli ni shida. Maji tunayo lakini hayatoshi. Lakini kwa ujumla sisi kama wananchi tumepokea vizuri huu mradi wa kuboresha miundombinu ya maji. Yaani tutakuwa pamoja bega kwa bega, hatua kwa hatua ili tuweze kufanikisha hili lengo ambalo tumepanga. Uko vizuri sana, wananchi wote wamekubali na tutakuwa wote tutashikamana wote pamoja. Huwa tunapata shida sana sisi kama wamama. Wakati mwingine tunapoenda shambani unatakiwa kujihimu kwenda shambani, lakini unawaza maji ndani hamna, uende ukachote maji, kwa hiyo unachelewa. Kwa jina naitwa Addison Valentine Njeri, ni mwenyekiti wa kijiji cha Nindi. Changamoto ni kubwa sana. Maana kijiji cha Nindi kweli tuna vyanzo ambavyo vilivyokuwa vimeanzia mara ya kwanza. Kwa saa hizi vile vyanzo maji yake ni machache kidogo. Lakini tunahitaji kuboresha vyanzo vingine pia kijiji changu cha Nindi. Lakini swala lingine ni washukuru wa Nindi Family. Mmeunga mkono hoja ambayo hata kupitia mkutano ilizungumzwa, swala la huduma ya maji. Palikuwepo na mradi wa maji ambao ulifadhiliwa na kanisa, lakini leo hii kikundi cha Nindi Family kinakuja kushika mkono katika hilo. Niliwaagiza wataalamu walikuja wakapitia mradi. Baada ya kupitia ikagundulika kwamba mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo wakawa wanaenda kwa ajili ya kufanya design. Niwaombe sana, wakati mkao mnaenda kutekeleza mradi huu, muungane pamoja timu ya RUWASA ili tusifanye katika viwango vya chini, ili tufanye katika kiwango cha juu. Na kama kuhitajika kuongeza fedha, basi serikali tujue tunaongezaje ili tutengeneze mradi ambao ni mkubwa zaidi ya ambao utawafaa ndugu zetu wa Nindi. Kimsingi mimi naunga mkono sana wananchi ambao wana mapenzi makubwa na wilaya yetu ya Ludewa. Na hii imejitokeza pia, kulikuwa na sherehe inaitwa Lupingu Day. Kila mwisho wa mwaka wanakuwa watu wa Lupingu wanarudi pale wanafanya sherehe, ikaja Manda na imeanza kusambaa maeneo mengine. Kwa hiyo niwapongeze sana wanaludewa ambao wana mapenzi mema, mapenzi makubwa na wilaya yetu ya Ludewa. Hii itatusaidia sana kuwa chachu ya kusaidia ndugu zetu kule, kusaidia wadogo zetu wapate elimu bora. Kama hivi wenzetu wa Nindi wameibua mradi wa maji, mimi nawaunga mkono, na bunge tunaloanza Januari nitakwenda na agenda hiyo ili bunge la budget kijiji cha Nindi kiweze kupewa mradi wa maji kutoka ile milima ile inayotoka Ludewa. Kuna vyanzo kule vingi tu, kwa hiyo serikali tutaiomba iweze kuingiza kwenye budget
itenge fedha, kwa sababu mradi ule unaotakiwa pale ni mradi mkubwa, na maji kwa kweli mengi kule, kujengwa na tenki kubwa yanaweza akaenda kuhudumia mpaka kijiji cha Mtumbati. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wazazi na walezi katika mkoa wa Dodoma wameeleza jinsi walivyojipanga mapema kuhakikisha watoto wao wanarejea shuleni kwa utulivu mwaka ujao. Godiness Gaspar na taarifa zaidi. Wengi wamesema wameanza kununua vifaa vya shule kwa kipindi, kupanga bajeti kwa uangalifu na kushirikiana na shule za watoto wao ili kuepuka msongamano unaoweza kujitokeza. Aidha, baadhi ya wazazi wameeleza kuwa wanatumia mikakati ya kuwapanga watoto kulingana na mahitaji ya masomo ili kila mwanafunzi awe na vifaa vyake muhimu bila usumbufu. Mzazi wa watoto wawili, mkazi wa Majengo, tunazungumzia mada iliyoko kwenye msimu tulionao wa Krismasi na mwaka mpya. Kuna vitu mbalimbali vinahitajika tukabili wazazi, kama vitu vya shule. Jitihada zinahitajika ni kupambana ili mambo yaende sawa, kwa sababu huwezi kuacha familia yako ikazilika ingali wewe ndio ulitafuta familia. Lazima upambane ili kutimiza mahitaji ya familia yako. Lakini watoto tutakuwa wasome mwanzo mwisho kama walivyokuwa, hamna kelele shule jengwe na kila kitu. Sisi wasome, watoto watu wataingia tu basi na baba hao tu basi, tuangalie mchakato. Sisi tufanye tu tununua tu daftari, fanye bwana ekaeka chapu ni mkazi wa Majengo. Kwa nazungumzia kuhusu hawa ndugu zetu wanaofunguliwa shule ni Januari. Wenzangu wote ambao wanasoma chuo wanawashauri tu kusoma kwa bidii, sababu elimu ndio ufunguo wa maisha, na bila elimu kwa sasa hivi kwa kweli mambo ya mtaani hapana, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo tunawashauri wasome kwa bidii, hivyo elimu ndio ufunguo wa maisha. Wito wangu kwa serikali ni kuweza kuwasaidia wanafunzi kwa hapa mikopo ili kuweza kufikia malengo yao, hasa wanafunzi wa chuo. Godiness Gaspar, Sky TV, Dodoma. Asante Godiness Gaspar kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee mkoani Geita ambapo serikali imewataka wazazi na walezi kuendelea kuandikisha watoto waliotimiza umri wa kuanza masomo ya darasa la awali la kwanza ili kuanza muhula mpya wa masomo wa mwaka 2026. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala ametupia jicho swala hilo. Afisa elimu mkoa wa Geita, Mwalimu Anthony Mtweve, ametoa rai hiyo kwa wazazi na walezi mkoani Geita kuendelea na zoezi la kuandikisha wanafunzi kwa ajili ya muhula mpya wa masomo wa mwaka 2026. Mtweve ametoa rai hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari akiwa ofisini kwake. Akizungumzia hali ya uandikishaji kwa ngazi ya halmashauri, amesema halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale inaongoza kwa kuandikisha wanafunzi 5368 sawa na 73% kwa wanafunzi wapya wa elimu ya awali na wanafunzi 6539 sawa na 87% kwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Tumeanza zoezi la uandikishaji ambapo kila mwaka tumekuwa tukifanya zoezi hili la uandikishaji wa wanafunzi wanaoanza, wanafunzi wa awali pamoja na wanafunzi wa darasa la kwanza mwezi Septemba, ili inapofika mwezi Januari wanafunzi hao waweze kuanza masomo bila kusubiri zile tarehe za kufungua shule na muhula unavyoanza. Hadi sasa hivi tumeweza kuwa na uandikishaji wa 27% kwa wanafunzi wa awali, lakini tumekuwa na 33% kwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Kwa wanafunzi wa awali tulitegemea tuandikishe wanafunzi 79,934, lakini hadi sasa tumeandikisha wanafunzi 21,954 sawa na 27% ya uandikishaji. Na wale wanafunzi wa darasa la kwanza tulitegemea tuandikishe wanafunzi 103,176 na mpaka sasa hivi tumeandikisha wanafunzi 34,007.
jumla hii inafanya kuwa 33% ya uandikishaji. Uandikishaji kwa maana ya halmashauri mpaka sasa hivi kwa wanafunzi wa awali, halmashauri ya Bukombe imeandikishwa kwa 31%, wanafunzi 2466. Chato wameandikisha kwa wanafunzi kwa 21%, wanafunzi 2905. Lakini Geita DC wameandikisha wanafunzi 4206 sawa na 27%. Geita Manispaa wameandikisha wanafunzi 897 sawa na 18%. Na Mbogwe wameandikisha wanafunzi 5548 1080 sawa na 10%. Na Nyang'hwale wameandikisha wanafunzi 5368 sawa na 73%. Lakini kwa wanafunzi wa darasa la kwanza utakuta uandikishaji kwa halmashauri Bukombe wameandikisha kwa 44%. Hii ni jumla ya wanafunzi 4619. Zoezi la uandikishaji limeanza tangu mwezi Septemba mwaka huu na litakamilika itakapofika mwezi Machi mwaka 2026. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, tutaungana na POC Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Usiondoke. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Israeli imetangaza kuitambua Somalia kama taifa huru na kuwa nchi ya kwanza duniani kufanya hivyo. Hatua hiyo iliyosainiwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Rais wa Somaliland Abdirahmani Mohamed Abdullahi imezua upinzani mkali kimataifa. Somalia imeilaani hatua hiyo ikisema inakiuka mamlaka yake na kwamba Somaliland ni sehemu isiyotenganishwa na nchi yake. Umoja wa Afrika AU unaowakilisha mataifa yote 55 ya Afrika yanayotambuliwa kimataifa umeonya kuwa jaribio lolote la kudhoofisha umoja, mamlaka na ukamilifu wa ardhi ya Somalia inaweza kuwa mfano hatari wenye athari kubwa kwa amani na uthabiti barani kote. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Ahmed Aboul Gheiti pia ameikosoa Israeli akisema hatua hiyo ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kupuuza misingi ya umoja wa eneo na mamlaka ya kitaifa. Kwingineko, Saudi Arabia imeonya kuwa iko tayari kuingilia kijeshi na kuiunga mkono serikali ya Yemen endapo mapigano na vikosi vya waasi wanaotaka kujitenga yataendelea. Onyo hilo limetolewa kufuatia mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na Saudi Arabia katika eneo la Hadramawt, huku Marekani ikitoa wito wa kujizuia na kuendeleza diplomasia. Vikosi vya wanaotaka kujitenga vinavyoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu vimepiga hatua kubwa katika wiki za hivi karibuni, jambo ambalo wachambuzi wanasema limeiweka Saudi Arabia katika hali ya kudhalilika. Mafanikio ya vikosi hivyo yameongeza mvutano kati ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ambazo zinaunga mkono makundi tofauti ndani ya serikali ya Yemen, huku wote wakipinga waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Irani. Na hatimaye mtu mmoja ameuawa na wengine zaidi ya 20 wamejeruhiwa baada ya shambulio la droni na makombora ya Urusi kuulenga mji wa Kiev na kuharibu miundombinu ya usambazaji umeme. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu 19 wameathirika kufuatia shambulio hilo, 11 kati yao wamelazwa hospitalini. Miundombinu ya umeme na gesi inayowezesha joto la ndani wakati wa baridi imeharibika na kuathiri zaidi ya majengo 2600 ya makazi pamoja na mamia ya shule na taasisi za kijamii. Shambulio hilo limetokea siku moja kabla ya Rais Volodymyr Zelensky kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Florida kujadili mpango wa kuvimaliza vita vilivyoanza mwaka 2022. Urusi imemtuhumu Zelensky na washirika wake wa Umoja wa Ulaya kwa kile ilichotaja kama kutaka kuharibu mpango huo unaosimamiwa na Marekani. Kulingana na maelezo yaliyotolewa na Zelensky mapema wiki hii, mpango huo mpya una vipengele 20 vinavyopendekeza kusimamisha vita na kuanzisha maeneo yasiyo na jeshi mashariki mwa Ukraine. Mwisho wa habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa.
Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani sasa kuangazia ya kimichezo. Sky TV. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Karibu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, usiku huu inashuka dimbani katika mchezo wake wa pili wa michuano ya AFCON dhidi ya timu ya taifa ya Uganda katika mchezo wa kundi C. Stars inashuka kucheza mchezo huu ambao utaanza majira ya saa 2:30 usiku huu kwa saa za Afrika Mashariki, huku Stars ikiahidiwa bonus ya shilingi milioni 300 endapo itashinda mchezo huo dhidi ya Uganda. Aiza, Stars imeahidiwa endapo itashinda mchezo huu dhidi ya Uganda, kila goli katika mchezo huo watapewa kiasi cha shilingi milioni 100. Kila laheri kwa timu ya taifa ya Tanzania kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo huu. Mashindano ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2026 yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi Disemba 28 mwaka huu pale visiwani Zanzibar hadi Januari 13, ambapo wadau wameendelea kuipa thamani michuano hiyo kwa kudhamini katika maeneo tofauti. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwakilishi wa Just Fit Haji Shabani Omari, ambao ameingia kuwa sehemu ya wadhamini wa mashindano hayo eneo la tuzo, ameeleza lengo lao kuendelea kukuza michezo nchini. Kumbuka michuano ya Mapinduzi Cup kwa mwaka huu 2026 imetambulisha kombe ambalo litaenda kugombaniwa na timu 10 kutoka visiwani Zanzibar, Tanzania bara, URA kutoka nchini Uganda. Leo katika hadhira hii ni kwamba tumoja kujitambulisha kama wadhamini wa Mapinduzi Cup. Na lengo kubwa kwa Just Fit, kama mnavyofahamu kwa wale ambao umetufuatilia kwa karibu, ni kuinua na kukuza mpira wetu Tanzania. Na hivi ni kwa sababu kwa kuangalia na kuona kwamba Mapinduzi imekuwa kubwa polepole, kuanza tangu wachanga mpaka sasa ilipofika ni level ofikia, ni level kubwa sana. Na level hii ilipofikia Mapinduzi sio sehemu ambayo kwamba ikaendelea mashindano yakaendeshwa katika hali duni ama kiolela, bali ni kwa kuongeza na kuikuza Mapinduzi Cup, sababu inapolekea could even become an international competition. So kwa sisi Just Fit tumeona kwamba it's very important kuengage na Mapinduzi na kuwasaidia katika kuboresha na kuleta umaridadi katika kombe hili na kuongeza tija, kwa sababu sometimes kama alivyosema katibu hapa, tuzo zinatoka ni very generic za kawaida, ambao hata mtu akaenda dukani Kariakoo anaweza akaipata, na inashusha hadhi ya ushindani ule. Chukulia picha kwamba wewe ndio mchezaji bora wa tamasha, only to be given a trophy that someone could have bought it in Kariakoo. Kwa inandoa ile uzito wa shindano na uzito wa ile award ambao mtu amepewa. Kwa kama alivyosema, kupitia maelekezo mahususi kutoka kamati kuu ya Mapinduzi, tumeandaa hizi awards kwa ajili ya washindi watakaopatikana. Finali yetu itakuwa uwanja wa Gombani Pemba. Kwa hiyo
bingwa pale atakayeshinda mechi ya fainali Gombani Pemba atakabidhiwa kombe, nalo kama tulivyosema ni kombe masusi, sio yale makombe ya kwenda kununua. Naomba tulibebe nalo. Mwaka huu timu itakayochukua ubingwa kombe lake ndio hili. Nafikiri hiyo siku inabidi team captain ikiwezekana kwa hizi timu ambazo team captains wake labda kidogo hawajaenda gym kubeba vyuma, atamkabidhi mchezaji mwingine kulinyanyua. Ni kombe kweli yani, ambalo hata humo ndani watu wakitaka kuchangia watachangia. Ni kombe la kipekee. Kuelekea knockout ya Mama Season 7 ambao utafanyika Disemba 31 mwaka huu pale katika uwanja wa Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam, Watanzania wamehakikishiwa uwepo wa mapambano ambayo hayajawahi kuonekana. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa Mafia Boxing Promotion Ali Zayumba amesema lengo lao ni kuendelea kukuza mabondia wa Kitanzania ambao watagombania mikanda mikubwa duniani. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kamisheni ya ngumi za kulipwa Tanzania TPBRC Jacob Mbuya amesema mikanda mitatu ya taifa ya TPBRC itapiganiwa Disemba 31 mwaka huu, huku akiwapongeza Mafia kwa kuwapa nafasi mabondia ambao hawapo chini yao. Disemba 31 kutakuwa na mapambano 14 ambapo matatu yatakuwa ya mkanda wa WBO, huku pambano kuu likiwa kati ya Frank Shagembe na Haruna Othman kutoka Ghana ambao watapigana mkanda wa WBO heavyweight. Ndugu zangu, kutakuwa na bouts za kipekee kabisa. Bouts ambazo zinakwenda kuchezwa katika usiku huo sidhani kama mliwahi kuziona, kwa sababu tumekuja kivingine hivi sasa. Kwa hiyo kila mtu akae tayari kuja kuona kitu gani kinakwenda kutokea katika usiku huo. Kila mtu awe tayari kuja kuona nini kinakwenda kutokea katika usiku huo. Vijana wetu wamejiandaa vizuri sana, wakiwemo na walimu wao hawa ambao mnawaona tuko nao hapa mbele. Walimu wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa kuhakikisha kwamba ushindi unakwenda kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Kwa hiyo bouts hizi zitakuwa karibu takriban 14 na tunataraji kuanza mapema kabisa saa 11 kamili ya jioni. Bout ya kwanza inakwenda kuanza. Kwa hiyo Watanzania, wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake, mlio ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena inakwenda na msimu huu wa 7 wa knockout ya mama pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama kwa viingilio rafiki sana. Sisi kama kamisheni ya ngumi za kulipwa tunathibitisha uwepo wa pambano tarehe 31 mwezi wa 12 ambao ni mkesha wa mwaka mpya pale katika viwanja vya Posta. Mabondia wapo kwenye hali nzuri, wamepimwa afya, wana leseni wote ambazo zinawatambulisha wao kama ni professional boxers, lakini pia naweza nikathibitisha kwamba wapo katika training nzuri sana kutokana na maongezi ya CEO hapa Bwana Sheali Zayumba. Kuna makocha wa kimataifa wako katika kambi zao. Kwa hiyo kwenye swala la training sina shaka, kwanza sitaki hata kuliongelea, ila na uhakika 120% kwamba mabondia wako fit. Kwa hiyo niseme tu kwamba tujitokeze tarehe 31 kwa support mabondia wa Tanzania, mabondia wetu. Nimekuwa nawasifia hapa Mafia, wamekuwa wakitoa nafasi kwa kiasi kikubwa sana, sio tu kwa mabondia wao wa Mafia, lakini umeona hapa kuna Amiri Matumla, lakini pia kuna Idi Pialali, kuna Oscar Duge, kuna Changalawe Fande. Kwa hiyo umeona kwamba sio tu wanatoa nafasi kwa mabondia wa Mafia, lakini wanatoa nafasi kwa mabondia wengi ambao hii imekuwa ni kazi yao, ajira yao ya kujipatia riziki.
tuelekee kimataifa ambapo shirikisho la soka barani Afrika CAF limekanusha taarifa zinazosambaa kuwa limeidhinisha mashabiki kuingia bure katika mechi za kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka huu. Kulikuwa na uvumi kwamba CAF kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi ya ndani LOC iliamuru kuondolewa kwa malipo ya tiketi kutokana na idadi ndogo ya mashabiki waliohudhuria mechi mbalimbali kwenye viwanja tofauti. Hata hivyo, mechi zinazohusisha timu mwenyeji ndizo pekee zilizoonekana kushuhudia mahudhurio makubwa. Na katika taarifa yake, CAF imesisitiza kuwa tiketi za mechi zote ambazo zinaendelea kuuzwa kama ilivyopangwa hadi mwisho wa mashindano hayo, na kwamba hakuna uamuzi wowote uliotolewa kuhusiana na mashabiki kuingia bure viwanjani. Na kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Manchester United, wanaripotiwa kujaribu kumrejesha James Garner Old Trafford ikiwa ni miaka mitatu tu baada ya kumuuza ndani ya klabu ya Everton. Kikosi cha kocha Ruben Amorim kimekuwa na uhitaji wa kiungo mpya, na nyota huyo ameonekana kuwa chaguo namba 1 na la bei nafuu kuelekea dirisha la usajili la mwezi Januari. Na miaka mitatu iliyopita Manchester United walimuuza Garner kwa Everton kwa pound milioni 9, ambapo mkataba wake na klabu hiyo utamalizika msimu ujao ambao utakuwa ni msimu wa joto. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Mindy Joseph aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Asante mwana michezo Lai Saidi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, na mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa tahadhari ya uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Kigoma, Tabora, Katavi, Singida, Dodoma, Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, Ruvuma pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo mengi pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa.
Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutana hapo kesho muda wakati kama huo. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Serikali yaendelea kuboresha miundombinu ya barabara. Na kimataifa, Somalia yapata utambuzi wa kihistoria kutoka Israeli. Na katika michezo, Taifa Stars dimbani usiku huu kuivaa Uganda kunako michuano ya AFCON. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, mimi ni Mindi Joseph. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii _Sky International TV. Uwe na usiku mwema.